Bila shaka hujambo, karibu sana kwenye kipindi cha Hali Halisi, ambapo leo tutaangazia kuhusiana na usalama wa mtoto mtandaoni. Niko naye hapa mtafiti wa usalama wa watoto na tutakwenda kuzungumza zaidi. Tutazungumza kuhusiana na masuala ya usalama wa mtoto mtandaoni. Mimi naitwa Grace Kuni, karibu sana tuwe sote. Karibu sana Dr. Hezron. Tumefurahi sana kutukaribisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kampasi ya Duse. Mimi kwa mara ya kwanza ndo nafika hapa. Nashukuru sana. Tunaposikia ama mtu anaposikia usalama wa mtoto mtandaoni, aelewe nini? Asante sana Madam Grace kwa swali zuri. Mimi naitwa Dr. Hezron Zakaria Onditi. Ni mwadhiri mwandamizi katika idara ya saikolojia na mitaala, kitivo cha elimu, chuo kishiriki cha elimu cha Dar es Salaam Duse. Na ninafanya kazi za tafiti katika maeneo mbalimbali yanayohusiana na usalama wa watoto, katika masuala yanayohusiana na ulinzi na usalama wa mtoto katika mitandao na hata nje ya mitandao. Kwa swali ambalo umeuliza kuhusiana na usalama wa watoto mitandaoni, inahusu nini au inamaanisha nini? Tunajua kabisa ya kuwa tuko katika kipindi cha mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano, na watoto ni miongoni mwa watumiaji wa hivi vifaa vya mawasiliano kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo sasa hivi makuzi na malezi yamehama, yani lazima umlee mtoto nje ya mitandao na ndani ya mitandao. Kwa hiyo kadri tunavyoweza kuwalinda watoto nje ya mitandao, hivyo hivyo tunapaswa kuhakikisha ya kuwa watoto wanavyotumia hivi vifaa vya kidijitali wanakuwa salama na hawapati madhara yoyote kama vile wanavyokuwa nje ya mitandao. Kwa sababu mitandao ni sawasawa na barabara. Kuna magari yanapita, usipoendesha kwa uangalifu unaweza kupata ajali. Kwa hiyo watoto nao wanapaswa wanapotumia hii mitandao kwa njia ya kuburudika, kusoma na kucheza, inapaswa wawe na usalama ili angalau wasihudhurike na madhara yanayotokea katika mtandao. Kwa hiyo hilo ndo wazo zima kabisa linalohusiana na usalama wa mtoto mtandaoni, ni kuwalinda na madhara mbalimbali ambayo yanatokea kwenye mitandao. Dr. Hezron, ukilinganisha na kipindi cha nyuma, sasa hivi watoto wamekuwa wakitumia sana mitandao ya kijamii. Kuna watoto wanamiliki simu, watoto wanamiliki kompyuta. Yaani kuna watoto ni wataalamu, yani wanajua kutumia mitandao ya kijamii ama simu kuliko hata mkubwa mzima. Na naona hata mtaani huko utakuta baba mama anashindwa kufanya kitu fulani kwenye simu, anampa mtoto ili akifanye. Labda usalama wake upo vipi? Kama ulivyosema, umesema sahihi. Katika ulimwengu huu wa mitandao, watoto huwa tunawaita ni wakubwa na wazazi ni watoto. Kwa sababu uweledi na uelewa wa watoto katika hivi vifaa, wanaelewa kwa haraka na wanaweza wakafika mbali zaidi hata ya wazazi. Wao wamezaliwa na hii mitandao, lakini wazazi wamezaliwa, wamekuwa kipindi ambapo hakuna mitandao. Kwa hiyo watoto wamekuwa na uelewa mkubwa sana wa kutumia hii mitandao, na wanavyoitumia wanaitumia kwa njia mbalimbali. Wanaitumia hii mitandao, ni haki yao ya kucheza. Kwa hiyo kuna michezo wanacheza kule kwenye mitandao. Ni haki yao kuwasiliana, wanawasiliana na ndugu hata na wazazi wenyewe wakiwa wako mbali, wanawasiliana nao kwenye mitandao. Lakini watoto wenyewe wanatumia hii mitandao kwa ajili ya kupata elimu. Tunakumbuka kipindi cha Uviko, shule nyingi na masuala mengi ya kielimu yalikuwa yanatokea katika mitandao. Watoto wengi walikuwa wanapewa homework, kazi za nyumbani, kazi za shule katika mitandao. Kwa hiyo unakuta ya kuwa watoto wanauelewa mkubwa sana na wanatumia hivi vifaa kwa asilimia kubwa sana kadiri ya tunavyofikiria. Mzazi ambaye anafikiria mwanae atumie mitandao, namuona ajue tu ya kuwa mtoto anatumia. Kama atumia hapo nyumbani, anatumia jirani au anatumia mtandao au simu ya rafiki yake mwingine. Kwa hiyo matumizi yao ni makubwa sana. Sasa ni matumizi yao ni makubwa kama ambavyo umesema, watoto wanatumia. Asipotumia nyumbani basi atatumia kwa jirani. Usalama uko vipi? Kwa sababu tunaona kwenye mitandao kuna vitu vingi sana, vizuri na vibaya.
Sasa mtoto hawezi, yani hakuna sehemu ambayo ina mlimit kwamba hii ni ya mtoto peke yake, hii ni ya mkubwa peke yake, hiki ni kibaya, mtoto asiangalie hiki nini. Sasa kwa mtoto, kwa usalama wake iko vipi? Swali zuri, ndugu Grace. Kwa kweli kuna changamoto watoto wanapotumia, mbali na faida ya mitandao kama tulivyoiona kwa watoto, lakini vile vile kuna athari ambazo zinawakumba watoto wanapotumia mitandao. Kwa wastani, utafiti ambao umefanyika mwaka 2022 umefanywa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii pamoja na UNICEF, unaitwa Disrupting Harm Survey mwaka 22, unaonyesha ya kuwa watoto kati ya miaka 13 mpaka 24 hapo, katika umri huo asilimia 67 wanatumia internet na simu. Lakini tafiti zingine ambazo nazo tunazifanya kwa watoto wa sekondari zinaonyesha karibia asilimia 50 wanatumia simu. Sasa wanapotumia hivi vifaa, kama faida tulivyoonyesha, kuna athari ambazo wanakumbana nazo. Kwanza, kuna changamoto ya kitu tunachoita uonevu au unyanyasaji wa kwenye mitandao. Kwa Kiingereza wanaita cyberbullying. Watoto wengi wamefanyiwa cyberbullying, wamenyanyaswa kwenye mitandao. Ina maana kutukanwa au kutumiwa picha ambazo hazistahili, kuona vitu ambavyo havistahili, wamenyanyaswa. Na tafiti zetu zinaonyesha ya kuwa karibia asilimia 47 mpaka 50 ya watoto hawa wa kundi balee, hawa adolescent walioko sekondari, wameonyesha ya kuwa wamefanyiwa madhila ya cyberbullying kwenye mitandao. Hiyo ni habari ya kwanza. Cha pili, watoto wanafanyiwa kitu tunaita kurubuniwa kwenye mitandao. Tunaita online grooming. Wanarubuniwa kwenye mitandao. Kurubuniwa kwenye mitandao ina maana watoto wanakutana na watu ambao hawawafahamu kwenye mitandao. Wanaanza kujenga nao urafiki na ukaribu bila kujua mtu yule ana nia ambayo ni ovu. Kwanza anakuja kwa sura ya mtoto, kumbe ni mtu mzima. Anaanza kuongea kama mtoto. Anaanza kufanya vile vitu vinavyoendana na umri wa mtoto. Kumbe nia yake ni aweze kumrubuni huyu mtoto ili aweze kumfanyia madhila. Hiyo tunaitwa online grooming au tunaita kurubuniwa kwenye mitandao. Sasa baada ya kuwa na mahusiano, wale watu wanaanza sasa kumwomba mtoto aanze kumtumia picha zake za usiri, picha zake za utupu. Kwa sababu mtoto anamwamini, ameshakuwa rafiki yake, anamwambia piga picha yako hivi, nitumie picha zinazoonyesha sehemu za utupu wa mwili. Watoto wanatuma. Anamwambia nitumie namba zako za siri au nywila zako, mtoto anatuma. Baadaye anaanza sasa kumwagiza mtoto kufanya yale anayoyataka. Sasa hiyo ni athari inayokumba watoto. Kuna masuala mengine yanayohusu maudhui yasiyostahili, tunaita pornography or online child sexual abuse material, masuala picha za ngono, picha za utupu. Watoto wanakumbana nazo kwenye mitandao, kwa sababu wanapofika kwenye mtandao bila kudhibitiwa, watoto wataona kila kitu. Kwa hiyo wanapoona zile picha za utupu, wengine inasababisha waweze kuamsha hari ya kutaka kujaribu yale masuala ya utu uzima wakiwa bado ni watoto. Kwa hiyo hiyo ni athari, pornography kwa watoto. Na kuna watu naowaita mafataki wa kwenye mitandao. Hawa ndio wanaowarubuni watoto. Wanataka kufanya nao masuala ya mahusiano ya kingono kwenye mitandao. Kwa hiyo watoto wengi wanafanya mahusiano haya kwenye mitandao kwa kurubuniwa na hao watu ambao wako kwenye mitandao. Kwa hiyo hilo nalo ni hatari kwa watoto. Kuna kutumiana picha za utupu, tunaita sexting. Kwa hiyo watoto wanatumiwa au wanatumiana wao kwa wao picha zile za utupu zinazoonyesha sehemu zao za mwili ambazo haipaswi. Hiyo ni faragha yao. Unaweza ukakuta hata wao wenyewe wameenda bichi huko kuogelea, wakiwa na mahusiano, mambo ni mazuri tu, lakini wanapokuwa wamehitilafiana wanaanza kutishiana. Unajua na picha zako, wanatumiana picha kwenye makundi bila kujua ya kuwa mitandao haijui kusahau. Zile picha zinasambaa, zinafika shuleni kwa watoto wenzao, mpaka walimu wanaona, wengine mpaka wazazi wanaona. Kwa hiyo watoto wanakumbwa na kitu tunaita sonona au depression au stress, ambayo inasababisha hata mahudhurio yao shuleni, utendaji wao kimasomo unashuka kwa sababu ya vitu kama hivyo. Na tafiti zetu ambazo tumefanya, hata huu utafiti uliofanywa wa kitaifa unaonyesha ya kuwa 4% ya watoto walioshiriki kwenye ule utafiti, ambao ule utafiti hujumuisha watoto karibia 1000, ambao ukibadilisha kwa namba ni karibia watoto 200,000 wa Kitanzania wamefanyiwa ukatili wa kingono kwenye mitandao.
hao ni watoto wetu. Kwa tafiti zinaonyesha hivyo. Wengine karibia 3, 2 mpaka 3 wameomba picha zao za utupu na watu kwenye mitandao na wameshare. Wengine wameombwa kutuma zile picha ili wapewe hela. Kwa hiyo wengine wanaenda wanajipiga picha hizo za utupu bila kujua. Mtoto hawezi akajua athari yake. Wanazipiga zile picha, wanatuma kwenye mitandao kwa watu wasiostahili. Then wale watu wanaanza kutumia zile picha katika kuwanyanyasa. Kwa hiyo anakuambia usipokuja tukutane mahala fulani, ile picha yako na iachie kwenye mtandao. Watoto wanaenda wanakutana na watu ambao hawawafahamu bila kujua. Kwa hiyo athari yake ni kubwa kwa watoto. Utakuta sasa wamedevelop hizo sonona, wamedevelop msongo wa mawazo, wengine wamedevelop hofu, wengine mahusiano yanaharibika hata na familia, hata na wazazi, kwa sababu ya hivi vitu vinavyotokea. Unakuta mtoto yuko form 1, umefanya mtoto yuko form 1, lakini ana marafiki zaidi ya 4,400 kwenye Facebook. Mtoto wa form 1 mwenyewe hawafiki huko na PhD yangu rafiki zangu, lakini form 1 ana marafiki zaidi ya 4,000. Ukimuuliza unawafahamu, anasema hawafahamu. Lakini yule mtoto walianza kumfanyia ukatili wa kwenye mtandao. Watu wanamuomba mpaka wawe na mahusiano ya jinsia moja, lakini mtoto wa kiume, lakini uko kwenye mtandao. Hamwambii mzazi, hamwambii ndugu yoyote, analalama nayo, anakufa nalo tu, yupo shuleni. Huyo mtoto anasoma kweli? Kwa hiyo watoto wanafanyiwa madhila makubwa sana kwenye mitandao. Kwa hiyo madhila ni mengi kwa watoto kwenye mitandao. Sasa labda suala la usalama wa mtoto mtandaoni ni jukumu la nani? Swali zuri. Usalama wa mtoto mtandaoni ni jukumu la nani? Kwanza, mtoto ni mali ya nani? Mtoto amezaliwa na wazazi. Wazazi wamepewa jukumu la kumlea mtoto baada ya kumzaa. Kwa hiyo watu ambao wana jukumu la kwanza, na haya majukumu sasa yatavari kulingana na watoto. Sasa jukumu la kwanza wanalo wazazi wenyewe, jinsi ambavyo wana jukumu la kumlea mtoto nje ya mtandao, hivyo hivyo wana jukumu la kuhakikisha ya kuwa mtoto anakuwa salama, anapata malezi sahihi ili amsaidie aweze kutumia faida ya mitandao kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo wazazi wana jukumu la kwanza. Inatakiwa waeleweshe watoto na wakiwa bado wadogo, na wazoeshe namna ya kutumia mitandao. Pale anapokuwa nyumbani na mtoto, mzazi kama unatumia mtandao na mtoto anatumia mtandao, kaa naye karibu, umueleweshe. Anapoangalia unakaa karibu naye, tunaita co-viewing pamoja naye, ili aanze kumjengea ile misingi mizuri ya kutumia mitandao. Kitu kingine, katika familia zetu wazazi tunapaswa kuwa na miongozo ya matumizi ya vifaa vya kielektroniki. Hapa tunaongelea mitandao, hizo simu janja, hata hizi TV kule nyumbani. Kuna katuni zingine ambazo hazistahili, zina maudhui yasiyostahili kwa watoto kuona. Kuna program zingine zinafundisha hata watoto namna ya kujidhuru wao wenyewe. Kwa hiyo wazazi wanapaswa kuwa na miongozo ya namna ya kutumia vifaa vya kielektroniki katika familia zetu. Alafu wao wenyewe wawe ni role model. Yaani wawe wanaonesha njia namna ya kutumia. Sio unamkataza mwanao lakini wewe ndio unatumia hivyo vitu. Hapo hautamsaidia mtoto. Kwa hiyo lazima hicho wafahamu. Then wazazi wanapaswa kumuelewa au kuelewa watoto wao. Kuelewa watoto wao kwa namna gani? Huyu mwanangu namuelewa, nikimpa simu sasa hivi ajali inaweza ikatokea. Huyu mwanangu kwa hii elimu ambayo nimeshampa anastahili sasa kutumia hivi vifaa bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo mzazi inabidi umtambue mwanao. Najua swali ambalo naulizwa mara nyingi na wazazi kwenye jamii, semina nako kwenda. Sasa ni umri gani sahihi kumpa mtoto simu? Mimi kiutaalamu tunasema hakuna umri sahihi. Umri sahihi anaujua mzazi mwenyewe. Mtoto ni wako, unajua tabia ya mwanao, akili yake. Kwa hiyo anaweza akawa yuko primary, shule ya msingi, akawa na uwezo ukamnunulia simu akawa naye kwa sababu unamfahamu. Anaweza akawa yuko A level ukatambua huyu bado, akaja kuchukua simu, kununua simu akiwa chuo kikuu. Kwa hiyo mzazi unamjua mwanao, wewe ndio unajua ni muda upi sahihi wa kuanza kumwacha mtoto huru kutumia hii mitandao. Kwa hiyo jukumu la kwanza la malezi ya mitandao ni wazazi. Changamoto kama tulivyosema awali, watoto wanaelewa kuliko wazazi. Sasa nani anamsaidia mwenzake?
Hilo ndio swali ambalo najua utaniuliza baadaye. Nani amsaidie mwenzake? Kama watoto ndo wanauelewa mkubwa na wanawasaidia wazazi, alafu tunasema wazazi ndo wawasaidie watoto. Kwa hiyo hapa kama jamii tuna changamoto kubwa sana. Inabidi kwanza awareness, yani zile program afua za kuwajengea wazazi uwezo namna mbalimbali za kufanya malezi ya kwenye mitandao zinahitajika makanisani, kwenye vikoba huko wanavyokwenda, popote wanavyokwenda, wazazi wajengewe uwezo. Bila kuwajengea uwezo, watoto ndio watakuwa wanawafundisha wazazi namna badala ya wazazi kufundisha watoto. Unaona changamoto ilipo kweli. Na kuna vitu vingine watoto watakuwa wanavijua, wanaficha wazazi wasione. Kwa hiyo hicho ni kweli tunapata kwenye utafiti, watoto wengi hususan watoto wa kike, mabinti wa kike wanamiliki simu bila wazazi kujua. Mtoto wa kike anaweza akawa na simu kubwa, si anaweza akawa, tafiti tunazozifanya wengine wanasema wana simu kubwa kuliko hata ya mzazi. Sasa anazipata wapi? Na hiyo simu wakati wa kwenda nyumbani haendi nayo, anampa ile rafiki yake anamtunzia. Kwa hiyo mzazi anajua mwanangu bado hana simu, kumbe ana simu kubwa kuliko ya kwao. Kwa hiyo lazima tuwe karibu sana na watoto ili waweze kufunguka kwetu, na pale wanapokumbana na madhila, kama una urafiki na mtoto anaweza kumwambia mama, lakini leo kwenye mtandao nimeona hiki na hiki, baba nimeona hiki na hiki, na from there usimpokee kwa ukali, jenga naye mazoea kwa karibu ili uweze kumsaidia, uweze kujua ni vitu gani vinavyomsibu. Unaweza ukawa na mwanao hapo nyumbani, ukimruhusu mwanao anakwenda na simu chumbani, hebu fikiria yule mtoto ana Facebook marafiki 4000 chumbani, unajua yuko mwenyewe, kumbe ana kikao cha zaidi ya watu 4000. Wewe umekaa sebuleni, mko na baba, mwanao sebuleni, chumbani analala. Ni hatari kubwa sana. Tusiwaruhusu watoto kutumia hivi vifaa kwenye mahala pa faragha kama chumbani. Hiyo ni miongozo katika familia. Kwa hiyo inabidi wazazi waweze kutambua namna ya kuwasaidia watoto. Jukumu la pili ni la watoto wenyewe. Watoto wenyewe wanapaswa kutambua ya kuwa mitandao haina kusahau. Tunasema once posted is there to stay. Pale unapo pakua au unapotuma kitu kwenye mtandao kitabaki huko milele. Kwa watoto watambue ya kuwa, watoto kama mnanisikiliza, wale vijana kundi balee, mko vioni, mko wapi, kuna vijana ambao maisha yao ya baadaye yameharibika kwa tabia walizokuwa nazo kwenye mitandao. Kuna wengine walikuwa wanafanya haya mambo yasiyostahili, picha zao za utupu, lakini siku hizi wanapokwenda kuajiriwa, wale waajiri wana tabia ya kufuatilia nyayo zako zilikuwaje huko nyuma kwenye mitandao. Unaweza ukawa una GPA ya nzuri kabisa, lakini kila kazi ukiomba, mbona mimi sichaguliwi? Unaanza kwenda kukesha makanisani, kumbe uliharibu future yako mwenyewe kwa tabia yako kwenye mitandao. Kwa hiyo watoto wawe makini sana, vijana, nini unachokifanya kwenye mtandao. Nidokeze kidogo tu, kabla ya kuposti kitu kwenye mtandao, jiulize, baba, mama, askofu, imamu au shehe akikiona hiki atafurahi? Hisia yako ikikwambia ndio atafurahi, achia iende mtandao. Lakini ukianza kujiuliza maswali hawatafurahi, achana nacho, kitakuharibia future. Kuna wengine ambao wanashare password zao, nywila hizi za siri, wanakuwa katika mahusiano au na wengine, kwa sababu wakati bado wanaanza wanashare. Sasa wengine wanashare, na hii inakuwa ni hatari kubwa sana. Watu wanaingia kwenye faragha kwenye mitandao yao, na anaweza kukufanyia kitu kingine ambacho hakistahili. Kwa hiyo hizi nywila, taarifa binafsi, sijui taarifa zako za simu, anwani yako, mahala unapokaa na nini, hivi vingine ni vitu binafsi, havipaswi kukaa nje ovyo ovyo, ni faragha yako. Kwa hiyo watoto, epuka sana kushare hivi vitu, kila kitu kwenye mitandao. Taarifa binafsi za sijui mnakaa wapi, watu wanaweza kukufuatilia, wakatumia GPS wakakulocate mpaka ulipo na wakakufanyia madhila. Watoto wanakumbana na watu kwenye mitandao, hawawajui, wanawaomba mpaka wakutane nje ya mitandao, wakakutane sijui bichi na nini. Kama ulianza kurubuniwa, usikutane na mtu ambaye umefahamiana naye kwenye mitandao nje ya mitandao ukiwa peke yako. Wajitahidi wawe hata na mtu mwingine, na wataarifu hata wazazi wao ya kuwa kuna huyu mtu tumekutana naye, ni rafiki kwenye mitandao, tunaenda kukutana sehemu. La sivyo
watoto mtatekwa na watu msio Kabisa. wafahamu. Kabisa. Mnakutana nao kwenye mitandao, then mnaenda kukutana nje ya mitandao bila taarifa. Kwa hiyo watoto nao wanapaswa kuwa walinzi wao wenyewe kwa kile wanachokifanya kwenye mitandao. Jukumu jingine ni la jamii kwa ujumla. Jamii linalo jukumu kubwa sana katika malezi. Zamani kipindi chetu wakati tunakuwa, mtoto ni mali ya jamii. Pale jirani, majirani, pale unakokuwa, ukipata shida watakusaidia, ukifanya kosa watakuadhibu. Lakini siku hizi hilo ni kama halipo. Lakini mtoto wako mtoto wako. Lakini napenda ile kauli ya First Lady aliyepita, mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Kwa hiyo jamii inapaswa kuangalia ni mambo gani tunayofanya kwenye mitandao, kwa sababu watoto wanajifunza kwa kuiga. Wanapoona hawa watu mastaa, watu maarufu wanafanya nini kwenye mitandao, watoto wanaiga. Wakiona leo star fulani amevaa suruali mguu mmoja unafika kwenye nyayo, mwingine unafika kwenye goti, watoto nao wataanza kuiga hivyo hivyo. Wakianza kuona aina fulani ya style imekuja, watoto wataiga hivyo hivyo. Kwa hiyo hawa mastaa au watu ambao kwenye mitandao, tuangalie tunafanya nini. Kama na sisi watu wazima tunatukanana kwenye mitandao, tunashambuliana kwenye mitandao, watoto wataiga, wanajua ndio mtindo wa maisha wa kushambuliana kwenye mitandao. Kwa hiyo na wao wanaiga nini kinaendelea kwenye mitandao. Kwa hiyo jamii inalo jukumu. Kuna wazazi wengine, Mungu anisaidie, lakini kuna wazazi wengine wanaweza tukasema hawa ni wazazi ambao, niseme tu hili neno, hawajibiki, au niseme ni washamba tu wa kutumia mitandao. Samahani kwa kutumia hili neno. Unakuta mzazi, mtoto ni mdogo, baada anavalishwa pampers. Amevalishwa pampers, anampiga picha, anamrusha kwenye mtandao. Mtoto ananyweshwa uji, sijui amechafuka huko mdomo, ana kila kitu mtoto akifanya, anarushwa kwenye mtandao. Kila kitu. Tunawakosea hawa watoto, na watakapokuwa wakubwa, nchi za wenzetu, wazazi wanafunguliwa mashtaka na watoto. Anapokuwa mtu mzima, ulimdalilisha. Sasa ni ulimbukeni huu niseme. Kwa hiyo wazazi tuache kuwadalilisha watoto kwenye mitandao. Mnawadalilisha wakiwa wadogo hivi, watakapokuwa wakubwa watawasweka. Wakiwa wakubwa wanakuwa na maamuzi yao. Kwa hiyo mtoto anakuwa na labda sio mtoto wa kujiweka kwenye mitandao. Alafu kuna picha zake ambazo zilishawekwa tangu akiwa mdogo. Kwa hiyo wanaanza kumshambulia. Hiki kizazi cha alpha kinakuja. Tunatoka Gen Z tunaingia alpha. Watawafunga wazazi. Tujihadhari na nini tunafanya na picha za watoto. Wengine wamegeuza watoto wao kufanya nao biashara na promotion ya vitu vyao. Sijui amemvalisha kiatu, amemvalisha nini, anampiga picha. Kwanza ni kinyume, sheria hairuhusu. Lakini wazazi wanafanya vitu kama vile. Kwa hiyo amepozi, mtoto amepakwa lipstick, bado ni mtoto mdogo na nini, anataka kuwa modo ili uuze nguo zako za fashion. Wazazi, tuwalinde watoto. Unachokifanya sasa, wewe unaweza kuona unafanya vizuri, kumbe unamwandalia mwanao mazingira ya kunyanyaswa baadaye. Kwa hiyo tuwe makini sana na vitu tunavyowafanyia watoto. Sawa. Mmefanya utafiti wenu na mmegundua swala hili ama changamoto ipo kwa ukubwa kiasi gani? Ukubwa kama nilivyosema hapo awali. Niseme kama nchi, kama taifa tumepiga hatua. Najua serikali ina wajibu. Kama ulivyosema, ni wajibu wa nani? Ni wajibu wa serikali. Serikali, mtoto kwa kulingana na katiba yetu na sheria yetu na nini, na maana tuna sheria ya ulinzi, sheria ya mtoto na nini. Kwa hiyo tunazo sheria za kulinda haki za mtoto. Kwa hiyo serikali imefanya kazi kubwa sana kwa kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, ambako waziri ana kamati ya kumshauri kuhusiana na masuala haya ya ulinzi wa watoto kwenye mtandao. Kwa hiyo mambo yamefanyika makubwa katika kuandaa miongozo mbalimbali, na tafiti kama nilivyokuambia, 67% ya watoto wanatumia hivi vifaa vya mitandao na internet, lakini 4%, karibia 200,000 watoto wamefanyiwa unyanyasaji na ukatili wa kingono kwenye mitandao. 2% mpaka 3% wameomba kutuma picha zao za utupu kwenye mitandao. Karibia 40% mpaka 50% wamefanyiwa unyanyasaji, cyberbullying online. Kwa hiyo kwa taarifa tulizonazo katika level ya nchi, takwimu zinaonyesha ya kuwa watoto hawako salama mitandao. Hivyo tunapaswa kuchukua hatua ya kuwalinda watoto mitandao. Labda una lipi la kuambia wazazi lakini walimu, kwa sababu kwa
muda mwingi sana tunaona watoto wetu wanakaa na walimu kuliko hata wazazi. Sasa labda una lipi la kuambia walimu kuhusiana na usalama wa watoto mtandaoni, lakini pia watoto wenyewe? Nianze labda na watoto wenyewe. Watoto wenyewe kama nilivyosema hapo awali, tutambue tu ya kuwa mitandao ni mizuri. Kuna faida nyingi sana ya mitandao. Kuna watoto wanaweza kujifunza masuala yanayohusiana na afya ya uzazi, maswali ambayo hawezi wakauliza mtu, lakini wakapata majibu sahihi kwenye mitandao wakasaidia. Kuna masuala ya kitaaluma. Watoto wengi sana sana mpaka sasa hivi AI, Google na nini wanapata material za kutosha tu kwenye mitandao. Kwa hiyo faida kuwasiliana na wengine, wazazi wako mbali, marafiki. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana ya mitandao. Lakini vile vile kuna hasara ya kutumia hii mitandao vibaya. Kwa hiyo watoto twapaswa kujua ya kuwa ukitumia mitandao vibaya, mitandao haijui kusahau. Uko mbeleni lazima utajibu. Kwa hiyo tuzingatie taratibu na kanuni za kutumia mtandao. Kabla ya kutuma kitu kwenye mtandao, jiulize, ni sahihi baba akiona hili? Ukisikia hisia zako zinakwambia it's okay, basi fanya, lakini ukiona sivyo, tuachane na hayo. Kwa hiyo tutumie mitandao kwa manufaa na faida zaidi. Kuhusiana na wazazi tuandae miongozo. Tuna jukumu la kulea watoto. Haijalishi ya kuwa ulizaliwa kabla ya mitandao au baada ya mitandao. Jukumu la malezi ni la wazazi. Tusiepuke majukumu yetu na tusikwepe majukumu. Tafuta namna ya kuelewa. Usije ukakaa tu hapo kama mzazi eti sijui nani atakusaidia uelewe namna ya kulea watoto. Soma, hudhuria seminar, tafuta material namna gani ya kufanya. Kuna parental control kwenye TV na nini. Tuzitumie zile ili tuweze kuwasaidia watoto. Bila hivyo watoto wanaweza kupata madhara mengi zaidi kama nilivyosema hapo nyuma. Kwa walimu ni walezi. Walimu ni walezi kwa sababu watoto wanatumia muda wao mwingi shuleni. Kwa hiyo shuleni katika mitaala tunapofundisha watoto tuhakikishe tu hatuwafundishi coding. Mitaala yetu sasa hivi inaongelea masuala ya coding kwenye ICT. Lazima tuhakikishe ya kuwa tunawafundisha taratibu na sheria ya kutumia mitandao kwa usalama zaidi. Kuna computer labs ziko shuleni. Je, tumeweka sheria za kuwasaidia namna ya kutumia kwa usalama? Kuna simu kama watumishi shuleni watatumia nyumbani, tunawafundisha namna ya kutumia hivi vifaa kwa usalama, kwa sababu tusipowafundisha wataathirika kimasomo. Kuna watoto wengine wanaotumia hivi mitandao vibaya, wengine watoto wameongezeka mpaka uzito. Watoto hawachezi siku hizi. Wanacheza tu game tu wakiwa ndani. Obesity imekuwa ni changamoto ya kiafya kwa watoto siku hizi. Watoto wengine wanakosa hata skills za kuongea na wenzao wakiwa wakubwa kwa sababu walikuwa wanaongea na katuni. Akifinywa tu shuleni ni kupigana au kufanya nini, hawana hizi skill. Lakini watoto wengine kama tulivyosema wamedevelop depression na sonona ambao ni athari. Lakini athari kubwa, wengine wamejimaliza hata maisha yao. Wengine wamekuwa na fikra za kujidhuru na kujiua. Lakini tunashuhudia katika nchi zingine, hata hapa kwetu kuna taarifa ya kuwa kuna watoto walishawahi kujidhuru kwa sababu tu ya kunyanyaswa kwenye mitandao. Kwa hiyo ni jukumu la mtoto mwenyewe, jukumu la wazazi, jukumu la walimu, jukumu la jamii na jukumu la taifa, na kuhakikisha ya kuwa watoto wanakuwa salama mitandaoni, wanatumia mitandao na faida zake, na wanakingwa, wanalindwa na athari ambazo zinaweza zikatokea katika mitandao. Nimeshukuru sana daktari. Asante sana. Mtazamaji, mpaka hapo tumefika mwisho wa kipindi hiki cha Hali Halisi. Bila shaka umepata elimu ya kutosha kuhusiana na usalama wa mtoto mtandaoni. Mimi naitwa Grace Kuni. Hadi wakati mwingine, kwa heri.